kuhusu yetu Christian Mkwela. Nianze kwa kusema kwamba mimi na Baba Mkwela tuna uhusiano wa muda mrefu. Nilifahamu kwa mara ya kwanza mwaka 83. Rafiki mkubwa wa baba yangu. Na alipokuwa kwenye ziara zake za kikazi za maombezi katika mkoa wa Kigoma, ikatokea bahati kwamba siku anasindikizwa kuondoka Kigoma kurudi Dar es Salaam, alikuwa anasafiri kwa train. Na baba yangu akaamua kumsindikiza kama rafiki yake. Lakini akakumbuka kwamba katika watoto wake kuna mmoja anaumwa kichwa. Nilikuwa mimi. Wazima wote wakabakiwa, nikachukuliwa mimi, wewe ndio ukabakiwa ule umwe. Kwa hiyo ndivyo nilivyokwenda kumfahamu Baba Mkwela. Na akanibariki na kunipaka mafuta yake, lakini akamwambia baba yangu, kutoka leo huyu ni mtoto wangu mimi. Na kwa kweli amekumbuka baba yangu tangu wakati huo mpaka leo. Wasaidizi wake wote wanajua. Hata nilipokuwa niko nje ya nchi, nikiwa balozi Brazil, nikiwa balozi Misri, ukipita muda mrefu sijamtafuta na wanaambia mpigie simu mwanangu. Wanapiga simu na zungumza naye. Na wakati mwingine anafanya maombi kwenye simu. Mara ya mwisho nimekutana naye ni tarehe 20 mwezi wa 4, namaanisha mwezi uliopita. Alinitafuta, akaniambia, mwanangu, nakuombea sana, lakini sijaridhika. Maombi baada ya kazi ngumu unazofanya na mitihani unayoenda kupita, unahitaji misa. Na misa hii mimi nimefungiwa kuendesha misa, lazima tupate padri mwingine wa Katoliki na tuifanye nyumbani kwako. Na hicho ndicho kilichotokea tarehe 20 mwezi wa 4, akiongozana na Father Henry kwa kuja nyumbani kwangu na kuongoza misa. Na kwa bahati mbaya, kama ambavyo ingekuwa kwa nyinyi wenzangu mlioko hapa, siku ile mimi nilikuwa pia mgeni rasmi katika siku ya mtoko wa Pasaka. Na mimi nikaingia, lakini akaniambia kwenye Pasaka utaenda na misa utafanya. Na muda wa mwisho tulipomaliza misa, akaomba tupige picha. Ila maneno aliyoniambia yakafanya nikatae kupiga picha. Alisema, mwanangu, tupige picha ya mwisho. Nikasema ndio tena. Na kwanza sikujua mwisho wake yeye au mwisho wangu mimi. Kwa hiyo nikamwambia baba, tutafanya hiyo picha tutapiga siku nyingine, sio kuelewa. Na ndivyo tulivyoachana. Lakini ikupita baada kama wiki 2 nikatafutwa tena. Nikamwambia Baba Mkwela ameelekeza kwamba amepata maono kwamba bado misa inatakiwa kuongezeka nyingine moja, lakini hii sasa inatakiwa mkafanye nyumbani kwa Mama Maria. Wewe, yeye, Mama Maria na padri wa kanisa Katoliki. Na mimi nikaahidi kwamba nakuja Dar es Salaam, tunaangalia nafasi ya Mama Maria ili tufanye hiyo misa. Mama Maria alikubali kufanya hiyo misa, lakini baba akaondoka kabla ya hiyo misa. Sasa baada ya baba kuondoka, nikauliza wasaidizi wake, hii habari sasa inakuwaje? Wameniambia mradi akishachagua padri wa kufanya hiyo misa, kama Mama Maria yuko tayari, misa itaendelea. Na nimeuliza msaidizi wa Mama Maria kama mama yuko tayari. Mama Maria amesema yuko tayari misa kuendelea. Pamoja na malezi
pongezi binafsi ambayo Mtazamkweli alikuwa nayo kwanza, lakini kipekee namshukuru sana kwa maombi makubwa alikuwa anafanya yeye na wasaidizi wake kwa ajili ya nchi yetu. Yeye binafsi alikuwa na sala zaidi ya 30 za kuiombea Tanzania. Na kwa mtu yote anayejua maana ya imani anajua kwamba nchi kama yetu inaendelea kusimama kwa sababu ya Wakristo na Waislamu na madhehebu mengine ambao kila siku wanapiga magoti kumwomba Mungu kuilinda nchi yetu. Lakini kupitia kwake pia tunajifunza nidhamu yake ya pekee kwa Kanisa Katoliki. Misingi aliyofundishwa aliifuata, na ndio maana hajawahi kufanya misa hata hapa kituoni bila padri mwingine kwetu. Anapotaka kufanya misa na wewe, lazima atamleta padri kufanya pamoja naye, huku akijua kanisa limemwelekeza nini cha kufanya, nini cha kutofanya. Hili kipekee tunajifunza kutoka kwake, utii kwa mamlaka ulionayo wakati huo. Aliyatii mamlaka ya Kanisa Katoliki kikamilifu kwa kuhakikisha kwamba maelekezo aliyopewa alikuwa akiyafuata. Lakini vile vile nitumie nafasi hii kumshukuru kwa vyovyote vile hapo alikuwa anatusikia kwa jinsi ambavyo alisisitiza amani kwa nchi yetu. Hakuna mazungumzo aliyofanya mbele ya waumini wake ambaye hakugusa umuhimu wa amani, umuhimu wa umoja kwa taifa letu. Kama kuna usia muhimu ambayo Mtazamkweli anatuachia kama Watanzania, ni kuhakikisha kwamba tunailinda na kuienzi amani kwa nguvu zetu zote kama mboni ya jicho letu. Na niwasihi kupitia kwenu mbele ya jeneza la baba yetu kwamba Watanzania wote wa dini zote tuendelee kushirikiana, sio tu kuiombea nchi yetu, lakini kufanya matendo yanayoakisi nia ya kuendeleza amani na umoja katika taifa letu. Ndugu zangu, sikusudii kutoa hotuba. Nimesimama kwa unyenyekevu mkubwa kumshukuru baba yetu kwa utumishi wake kwa kanisa na kwa nchi yetu. Tunafarijika sana kwa kazi aliyoifanya, na sisi wengine tutaendelea kufuata nyayo zake kuona kwamba tunafika huko tutakapokwenda. Na mwisho kabisa, ile picha siku ile nilikosa picha, lakini baraka ambazo alikusudia kuipatia na picha ile, na pengine nia ya kutaka kwa gani, wakati natoka hapa nitashika jeneza lake kuonyesha kwamba naipokea vile vile hata kama